Tumaini lenye baraka. Wasikilizaji wangu, ni ukweli usiopingika kwamba kabisa mwalimu yeyote anayezungumzia migogoro hata kaa kwambie kwamba yeye ndoa yake haina migogoro. Yaani hata mimi ninayefundisha ina migogoro. Kwa sababu gani? Jana tumejifunza kwamba migogoro ni ishara ya kwamba mmeoana mkiwa na akili timamu. Na hiyo migogoro inawasugua ili mpatane. Na ili ujue kwamba mwanadamu yeyote wanapokaa wakiwa wawili lazima kuna mgogoro tutatokea. Angalia tu jinsi ambavyo Mungu mwenyewe tunachomfanyia. Yeye alituumba lakini mpaka leo tuna mgogoro na yeye. Anakwambia usile hiki, sisi tunachapa. Usifanye hivi, sisi tunatenda. Iweje wewe tu mwanamume ambaye umekutana mke wote mna meno 32 unataka migogoro isiwepo? Na ninaomba vijana mnaoingia kwenye ndoa muondoe hii dhana ya kusema ukiomba sana na Mungu akakupatia eti utapewa mwanamke au mwanamume ambaye hamtapitia changamoto yoyote. Hapana. Kuna wakati elewa kwamba Mungu anakupa mwenzi ambaye anataka aje abadilikie kwako. Kama umenielewa sema amina. Yaani Mungu akikaangalia haka kama mama anasema kwa kiburi hiki nikimpatia komando atakaua haraka. Ndio maana amekuletea wewe mbena mpore. Pokea kwa jina la Yesu. Na kuna wengine Mungu anaangalia anasema huyu baba kwa namna sivyojielewa, nikimruhusu akawa mwanamke asiyejielewa, inabidi nimpe mwanamke shoka mkononi. Ndio maana kila unakokwenda kamama kanakulinda. Maana ungepewa mpole ungekuwa unalala nje ya nyumba kwa mwaka mzima. Kwa hiyo umepewa mwanamke anayekulinda. Kuomba hakufanyi upate mwanamke ambaye au mwanamume ambaye hamtakuwa na changamoto. Sisi ni wanadamu ambao hatujakamilika na kwa kweli changamoto zitaendelea kuwepo mpaka Yesu atakaporudi. Lakini tu namna ya kutatua hiyo migogoro ndio inaweza ikaleta shida. Lakini migogoro kama migogoro, maana migogoro ni kupishana mtazamo. Wewe unasema tununue pikipiki, mwenzako anasema hapana tujenge nyumba. Wewe unasema tujenge nyumba, mwenzako anasema hapana tupeleke watoto shule. Hicho ni chanzo cha mgogoro tayari. Kwa hiyo ninawatia moyo, ndoa iliyo na migogoro sio ya kwako tu. Ndoa zote zina migogoro. Changamoto ni namna unavyosolve migogoro. Wengi jana niliwaambia kwamba wamepungukiwa uwezo wa kusimama kwenye migogoro. Ndio maana utakuta wengine wanasema nimeamua kumwacha aende hivyo hivyo. Mimi nimechoka kuongea naye. Na kutia moyo mwanandoa, piga kelele usiache. Zungumza naye kabisa. Akirudi mwambie baada ya kula kaa hapa tujadili. Kwa nini unapenda kufanya hivi na hivi? Ukishaacha utaulizwa siku ya mwisho, nilikupa huyu mtu na wewe haukushughulika naye. Ninawatia moyo wanandoa. Hakuna mwingine atakaye msaidia mwenzi wako, ni wewe peke yako. Na angalizo, ukiona ulikuwa na mume au mke anayependa kukukosoa au kukwambia unapokosea, halafu ikafika hatua kanyamaza, umepotea kabisa. Usimpeleke mwenzi wako kwenye kiwango ambacho hadi atanyamaza siongee. Mimi ninapenda sana wanandoa wanaozungumza. Usiseme tu mimi hata nikienda, nikipotea, nikirudi atanipokea, hana shida. Kapime huyo mtu ana changamoto. Leo mpango wa Mungu kuhusu mapato ya wanandoa sehemu ya kwanza. Mafungu haya tunapaswa kuyazingatia na mimi naomba niyasome mahali hapa kwa haraka. Timotheo wa kwanza sura ya 6 mstari wa 10, maandiko yanasema, maana shina moja la mabaya ya kila namna ni kupenda nini watazamaji? Fedha, ambayo wengine hali wakitamani hiyo wamefarakana na imani na kujichoma kwa maumivu mengi. Shina la mabaya yote. Kwenye sehemu ya pili tutaiangalia vizuri. Fungu jingine ni Wafilipi sura ya 4 mstari wa 11 hadi wa 12. Si kwamba nasema haya kwa kuwa nina mahitaji, maana nimejifunza kuwa radhi na hali yoyote niliyo nayo. Najua kudhiriwa, tena najua kufanikiwa. Katika hali yote na katika mambo yote nimefundishwa kushiba na kuona njaa, kuwa na vingi na kupungukiwa. Na yaweza mambo mangapi mkutano? Mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Kwa nini nimeanza na haya mafungu? Huku anazungumzia habari ya fedha, huku anazungumzia habari ya kuridhika. Kwenye ndoa hivi vitu vyote vinaenda pamoja. Na siwaambii kwamba fedha ni mbaya, hakuna. Yaani sikiliza, mtu asikudanganye kwamba fedha ni mbaya. Ila tu amepewa nani hiyo fedha? Maana kuna mtu tu akishapewa fedha anabadilika. Kwa hiyo nasema yeye huyu Paulo alijifunza kuridhika, amejifunza kwa hali zote. Sasa kama wanandoa
kuna mambo haya myakumbuke au tuyakumbuke kabla tujaendelea mbele. Kabla hamjamuomba Mungu awape mafanikio yote, ombeni kuthibitika mbele za Mungu kwanza. Ndugu zangu, mafanikio kabla hujayaomba, omba kwanza uthibitike mbele za Mungu. Mwanamke uliyeko hapa na unayenisikiliza kwenye kituo, kabla hujamuombea mume wako kupanda cheo, angalia akili ya huyo mume kama amethibitika mbele za Bwana. Maana anaweza akapanda cheo akabomoa na ndoa yako. Kwa hiyo usiombe mafanikio kabla hamjathibitika mbele za Bwana. Mafanikio yanayokuja pasipo kuthibitika mbele za Bwana ni chanzo cha mauti. Namba 2, tambueni mafanikio huja na kelele zake. Kuna baadhi mifano ya kelele za mafanikio nimeziweka hapa. Kumuona mke kama si hadhi yako. Mlipokuwa mnatembea kwa baisikeli, tena hii yanivute karibu Bwana, mnaambizana mimi na wewe mpaka mauti, hamna shida. Lakini eti ulipopata gari unasema mama fulani hauna sura ya kukaa kwenye hii gari. Waliowahi kusikia hayo mambo wanipungie mkono waseme amina. Hivi vituko, naomba niongee na wanaume wenzangu mnaonisikiliza. Kama kuna laana ambayo hauwezi kuiepuka mpaka utaingia kaburini, ni laana ya kumbadilikia mwenzi wako baada ya kufanikiwa. Na bahati mbaya shetani alivyo, tukishafanikiwa, mwanaume ulikuwa haujui hata kuvaa vizuri, unavaa masingine ndi kama unanyonyesha, halafu haujui hata perfume. Leo mama amekuvumilia na harufu yote ya kikwapa, leo umejua perfume, halafu kuna malaya wanaanza kulegeza sauti, washindwe kwa jina la Yesu. Huyo mwanamke aliyesimama nawe ndiye huyo mpaka mauti itakapowatenganisha. Kama ulichukua mwanzoni akakuvumilia kwenye shida, kama sura yake haifai kukaa kwenye haria, mwambie jirani yako, pastor endelea au imetosha kwa leo. Kwa hiyo shida ya kelele za mafanikio zinakufanya kama mwenzi uliye naye amepitwa na wakati. Sasa mimi huyu mwanamke nitampeleka wapi? Nimewahi kufanya machimboni. Marafiki zangu wengine wanasikiliza, hata jana nilikuwa nawasiliana naye. Tukaambiwa bwana, awamu hii kila mmoja anakwenda kupata trilioni 3. Trilioni, sio bilioni wala sio milioni. Na sasa tukaambiwa baada ya wiki moja mtapata. Moja ya vituko nilivyovisikia ni kusikia mwanamume mmoja analia, anasema, sasa mimi na huyu mama aliyezeeka, hizi hela nazipata zina faida gani? Yeye amesahau kwamba na yeye amezeeka. Na ninamshukuru Mungu zile pesa hatukupata hata 3,000. Kwa hiyo hizo ni baadhi ya kelele za mafanikio. Lakini nisikilize mwanamke unayenisikiliza kule mbali na mahali hapa. Baadhi ya wanawake wanapofanikiwa huwa wanaona mume wake kama hana sauti juu yao. Na mimi naomba nitangaze interest katika hili. Si kila mwanamke mwenye pesa anadharau. Kuna wanawake hawana pesa na dharau wanayo. Lakini kuna ambao wana pesa na hawana dharau. Hutasikia hata nakwambia, unaona hiyo suti aliyovaa nilileta mimi. Lakini kuna kakapuku kakisha kuletea tu henga chifu moja, anatangaza kwenye kwaya yote. Sema kapuku. Sasa shida ya wanawake, mnisikie hapa mama zangu, dada zangu na wadogo zangu. Ukiinuliwa, acha kuinua kichwa chako. Mwanamume abaki kuwa ni kichwa cha familia. Walionisikia waseme amina. Hata kama una cheo kikubwa kuliko yeye, endelea kumwelewa kama kichwa. Shida inayowakuta hao wanawake walio wachache duniani, akishaona na uwezo wa fedha, hata anapotaka kusafiri haombi ruhusa kwa mume wake. Anampa taarifa, mume wangu kesho ninaenda Makete. Mwanamke anasema, unanipa taarifa au unaomba ruhusa? Mwanamke anasema, nikuombe ruhusa kwani unanipa nauli? Nina nauli yangu. Na Mungu alivyo waajabu, tu biashara kama hutu anatutandika tunarudi chini ili ukaombe tena kwa mume wako. Maana amegundua akili yako haiwezi kustahimili pesa. Kuna tafiti kidogo zimewekwa hapo ambazo naomba nisizi display mahali hapa, ambazo kwa kweli sina interest ndani yake, ila zimewekwa. Anasema hivi, wanawake walio wengi wanapoanza kuyaona mafanikio huwa wanaamini kabisa anaweza kaishi hata bila mume wake. Ndio maana mnaona kuna ongezeko la watu wanaoitwa single mothers. Ni kweli wako ambao ndoa imekuwa ngumu wakaikimbia, au wengine wamekimbiwa na wanaume. Kesho kutwa nitazungumzia wajane, kama sio kesho. Wajane mlioko mahali hapa, kesho kutwa nitazungumzia habari yenu ili muone aina za wajane tulizonazo. Kwa hiyo mahali hapa wanapoona wamefanikiwa, wanaamini kwamba ninajitosheleza bila mwanaume. Ngoja nikwambie, mji wowote ambao hauna mwanamume bado ni wepesi.
hauna nguvu. Mwanamume ni mwanamume, alipewa ukuhani. Wamama mnaonisikiliza semeni amina. Ndio maana sikiliza ukitaka kuelewa kwamba una mwanamume kwenye ndoa yako, jifanye tu siku moja, andaka mtu ambako akili zimefyatuka, karushe tu jiwe kwenye bati pa, halafu ona nani atatangulia kwenye blanketi. Ukiona ametangulia mume wako. Namba 3, kadiri unavyoinuliwa juu au unavyofanikiwa, kuna daraja la watu naliacha hapo chini. Wale ambao Mungu amewabariki, mmefanikiwa, mmeinuliwa, mmekuwa viongozi wakubwa, wengine matajiri, ninawatia moyo, kadiri unavyoinuliwa, inuka na daraja lile uliloliacha hapo chini. Usijitenge. Kuna wengine baada ya kutajirika hata misibani haendi. Akienda hali msibani, anasema mimi hapo msibani, mniambie tu mnataka kilo ngapi za mchele, anatoa, halafu yeye hali chakula cha msibani. Anajifanya yeye ni potential, yeye ndiye wa pekee. Nataka niwaambie matukio haya ya kijamii yanatuunganisha. Hata kama ungekuwa ni bilionea namna gani, heshimu daraja uliloliacha hapo chini. Kwa sababu tunaishi kwa kutegemea watu. Usije ukaliacha hilo daraja. Kuna wengine wasema mimi siwezi kwenda kula kwa fulani, hana vyombo vinavyofanana na hadhi yangu. Mimi ninamshukuru Mungu bado ana watu wake duniani. Ni mtu mwenye heshima zake, lakini mnamuona kwenye mikutano ya kawaida anajichanganya. Na mara nyingi, ngoja niwaambie, wanaotusumbua ni wale ambao wana vyeo visivyoeleweka. Ndio hao watakwambia unajua mimi bwana, hivyo sio vitu vyangu. Mwisho, ombeni baraka zenu zitanguliwe. Ombeni baraka zitangulie mafanikio yenu. Mkifanikiwa bila kubarikiwa, hiyo ni mauti. Sasa unasema, Pastor, baraka na mafanikio vina tofauti gani? Ndio, vina tofauti. Yakobo alipokimbia kwenda kwa Labani, alikuwa ameshabarikiwa na baba yake. Lakini akafika kwa Labani akapata wanyama wa kutosha, akapata mke na watoto. Hayo yalikuwa ni mafanikio. Lakini anaporudi anakutana na malaika, anamwambia sikuachi mpaka unibariki. Mafanikio yenye baraka tutayaona kwenye mikutano hii. Sasa maelekezo ya Biblia ni haya hapa. Kumbuka somo linasema mpango wa Mungu kuhusu mapato ya wanandoa, sehemu ya kwanza. Maelekezo ya Biblia ni haya hapa. Na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Hata wamekuwa si wawili tena, bali mwili mmoja. Sasa mkisha kuwa mwili mmoja, kumbukeni tulipokuwa tunaanza hii mikutano niliwaambia maana ya ndoa ni kuunganisha miili, ni kuunganisha akili, ni kuunganisha mioyo, ni kuunganisha rasilimali. Na kwenye ndoa, ili muonekane ninyi mmeshakuwa mwili mmoja, lazima hata mapato ya wanandoa yawe ni ya pamoja. Baba ana mshahara na mama ana mshahara, mwisho wa mwezi leteni pamoja. Muamue inayokwenda kwenye karo ni hii, inayokwenda kwenye malipo ya nyumba ni hii, inayokwenda kufanya hivi ni hii. Hiyo ndio maana ya kuwa mwili mmoja. Anayenisikia na aseme amina. Sasa sikiliza, mtajuaje kwamba ninyi ni wamoja au mmeshaachana? Namba 1, kuwa na maono ya pamoja. Wanandoa wanapaswa kukubaliana, wawe na malengo ya familia, namna ya kutumia fedha, mipango ya baadaye, uwekezaji na maendeleo. Vyote hivyo mnavipanga kwa pamoja. Nimepewa hiki kisa jana usiku na nikaruhusiwa kwamba naweza nikakizungumzia. Kuna rafiki mmoja ambaye alikuwa ni mfanyabiashara mkubwa sana. Huyu bwana, shida aliyokuwa nayo, hakutaka mke wake ajue kazi anazozifanya. Kwa hiyo amejenga majumba mengi kwenye mji ambao naomba ni ufiche. Amejenga majumba, ana pesa kwenye akaunti ya benki, ana biashara zake ziko mahali hapo. Lakini mwanamke hakujua hata kitu kimoja. Akiuliza mwanamke anaambiwa, kwani hauri? Kwani hauvai? Una shida gani? Yule bwana, wakiwa wanakwenda kwenye biashara na rafiki yake, wakapata ajali. Aliyekufa ni yule bwana mfanyabiashara. Kadi ya benki anayo rafiki na password anaijua. Nyumba zote anazo rafiki, anajua mpaka hati zilipo, lakini mwanamke hajui. Yule rafiki anayenipa hiki kisa anasema alikaa na zile hati za nyumba za yule mwanamume, akakaa na kadi ya benki. Wiki 2 anamuomba Mungu amsaidie kushinda jaribu la kumwambia ukweli mke wa marehemu. Ngoja niwaambie ndugu zangu, kuna wakati unalala mauti, unaacha kilio huku nyumbani. Yaani uliwekeza kabisa vizuri, lakini kwa sababu hukutaka kusema, na wengi mmejengewa dhana potofu kwamba ukimweleza mwanamke mipango yako itaharibika. Ngoja nikwambie, kanuni ya Biblia ni hii: ukitaka kubarikiwa, mipango yako ipitie mikononi mwa mwanamke. Simple and clear.
Kuna mwingine aniangalia sasa, pastor, unazungumzia mke gani? Huyu niliye naye? Ndio, huyo uliye naye. Yaani ukitaka kubarikiwa, mwanamke akuombee unapokwenda kazini. Tena mahali fulani nilikuwa nawafundisha nikamwambia, wanaume wanaojitambua, unapotaka kwenda kazini, mwambie mke wangu, njoo weka mikono juu ya kichwa changu, tamka baraka. Baba, ukienda umetoboa. Wewe jifanye tu kwenda alafu unasema, nataka nimfanyie surprise. You will be surprised. Yaani wewe ndio utakayeshangazwa. Mwambie ajue ukweli. Kwa hiyo muwe na maono ya pamoja. Na nisikilizeni, hapa ndipo mgogoro unaanza. Tunapokuwa na maono tofauti. Baba anataka tununue kiwanja, mama anataka gari kwanza. Sasa mkae mjadili, mkubaliane kabisa kwamba tunaanza na kipi. Muwe na malengo ya pamoja. Namba 2, hiyo Amos inaeleza hapo, utaisoma kwa wakati wako. Amos 3:3, je, watu wawili waweza kutembea pamoja isipokuwa wamepatana? Hapana, hamwezi kutembea pamoja mpaka mpatane. Lakini namba 2, muwe na uwazi kwenye mambo ya kifedha. Kila mmoja awe mkweli kuhusu kipato na matumizi yake. Nilisikia mtu mmoja anawafundisha wanawake mahali ambapo naomba nisitaje. Tena yuko serious kabisa, amekusanya wanawake, anawaambia, unajua wanawake, amkeni, muwe na akili. Ukipewa 10,000 ya mboga, nunua mboga ya 8,000, 2,000 bana. Wanaume hawaelewekagi. Bro, siku hizi tunaeleweka. Halafu siku zile mlijidanganya kwamba, wanawake zamani mlidanganywa kwamba wa kwanza kufa ni mwanaume. Tuligoma, hatukubali. Maana saikolojia ya mwanamke inamwambia wa kwanza tu kufa ni mwanamume. Ndio maana tunashangaa na kwambia, baba fulani nifundishe kuendesha gari, kesho na kesho kuta usipokuwepo itakuwaje? Baba fulani naomba biashara, ukifa wanangu hataishi. Na mimi wanawaambia, ukitaka kujua baadhi ya wanawake wana ubinafsi, akikupa hiyo mifano ya kufa na wewe muite, mwambie mama fulani kaa hapa. Si ni mfano tu jamani? Mwambie ni mfano tu. Halafu mwambie sasa, kwa mfano, si wewe umesema kwa mfano nikifa, kwa mfano sasa wewe leo ukafa, kwenye hii kwaya unaona dada yupi anayefaa kukulelea mtoto? Bro, ukikoswa shoka mwiko ni halali yako. Hakuna kitu wa mama hawapendi kama kutangulia. Yaani wao wanataka tu sisi ndio tutangulie tu. Nakwambia kwa mfano, wanaume tukatae kutangulia kwa jina la Yesu. Tumekataa. Unajua mnakataaje kutangulia? Nitawaambia hapo mbele kwenye masomo haya. Maana kilichokuwa kinatufanya tufe mapema ni kujinyima raha ya familia. Mwenzako anapiga story na watoto jikoni, wewe umekomaa hapo unapiga hesabu ya ujenzi. Na halafu nikwambia, kwenye familia hata kama ungeleta mabati 1,000, watoto hawayaoni, wanasikia tu story za mama, wanaona kama ibilisi aliyebeba mabati. Tumegoma kutangulia. Halafu hao wamama wao walikuwa wajanja sana. Eti wanatuzuia vitu vingi. Wanasema mwanaume mzima unatafuna ovyo, mwanaume mzima unakula chips, mwanaume mzima. Kumbe wao mnamaliza kunywa chai pamoja, ili ukikutana naye kwenye chumba anatafuna. Ukikutana naye hapa anatafuna. Halafu wewe ukitaka kutafuna, mwanaume mzima unatafuna. Ndio maana tulikuwa tunatangulia. Tutatafuna kama mnavyotafuna, maana hatutaki kulala mauti mapema. Hakuna. Mungu awabariki sana. Kesho sehemu ya pili katika mapato. Nenda na hili hapa. Pesa ya mwanamume ni ya mwanamke na ya mwanamke ni ya mwanamume. Sisi ni mwili mmoja. Simameni tuombe. Baba mbinguni, tubariki tunapokwenda kuwa na umoja katika mapato yetu kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Njombe Net Event 2026. Tumaini lenye